Na mtazamaji, leo ni leo, msema kesho ni muongo. Hatimaye siku ambayo watu wa Olkalau walikuwa wamesubiria kwa hamu na gamu imeweza kufika, na tayari maelfu ya wananchi wameanza safari yao kuelekea kwenye vituo mbalimbali ili kushiriki kwenye uchaguzi mdogo ambao utakuwa unafanyika siku ya leo tarehe 16 mwezi ni wa 7 mwaka wa 2006. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kiundani yanayojiri sasa hivi kutoka kule kwenye upande wa Olkalau ambapo tayari shughuli ama zoezi la upigaji kura limeanza, ningependa kukuomba wewe mtazamaji wangu, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, ujiunge nami kwa kusubscribe na pia uweze kulike hii video, ndipo sasa uwe kwanza kuzipata habari punde tu ninapozitapisha. Na mtazamaji, ni siku njema ambayo watu wa Olkalau wamejitokeza na watakuwa wanaamua ni kiongozi gani ambaye wanataka awaongoze mpaka kwenye uchaguzi mkubwa wa mwaka wa 2027. Kwa kweli watazamaji wangu, haijakuwa ni rahisi wakati wa campaign kwa sababu kinyang'anyiro kimekuwa kikali, na sasa siku ya leo wananchi wenyewe ndio watakuwa wanaamua, kwa sababu kama kuna chama ambacho kimetumia pesa zaidi, chama ambacho kimegharamika zaidi kwenye hizi campaign za pale Olkalau ni chama cha UDA. Lakini watazamaji wangu, hapo jana usiku kuna mavamizi ambayo yalifanywa na goons ama watu ambao inaaminika kwamba ni supporter wa UDA. Walikuwa wanapeana zawadi usiku. Unajua hiki sio kipindi cha campaign. Kampeni ziliweza kutamatika siku mbili ambazo zimeisha, lakini unaona mpaka nyakati za usiku UDA inaendelea kupeana misaada, inaendelea kupeana mazuri. Na wakati hawa ambao walikuwa wanaendesha ili zoezi la kupeana misaada hapo jana usiku, basi wakawavamia baadhi ya wananchi na wakaweza kukimbizwa hospitalini. Kwanza kabisa ningependa nikusomee hizo ripoti kuhusiana na goons ambao waliwavamia wananchi hapo jana usiku. Kulingana na ripoti ambazo tunazipata kutoka kwa ndugu Nyoro, mmoja ya viongozi kutoka kule Mlima Kenya na supporter wa UDA, supporter wa DCP, anasema ya kwamba happening at Gatuamba Mirangine ward in Olkalau, some area residents have been rushed to Bahati Hospital after they were attacked by armed goons. The goons were distributing some goodies to elderly women, and when locals asked them why they were doing so outside the established campaign period, they were beaten mercilessly by the goons. Ndugu Nyoro anauliza hapo chini, so where are the 1000 police officers? Kwa hivyo watazamaji wangu, hivyo ndivyo hali ilikuwa hapo jana usiku. Kwa hivyo hata asubuhi ya leo watazamaji wangu, wakati wewe mpigaji kura kutoka pale Olkalau unajitokeza, ukuwe mwangalifu, kwa sababu hawa goons huenda bado wako ndani ya hawa wapigaji kura na uwezi ukajua. Viongozi mbalimbali wanaendelea kuwaonya wananchi wasije wakazua fujo, kwa sababu kuna hali ya wasiwasi ambayo inaendelea kushuhudiwa kule upande wa Mlima Kenya, kule Nyandarua County. Kuna viongozi ambao huenda kwa njia moja ama nyingine wakajipata wamekamatwa. Ni siku chache zilizopita tuliona mmoja ya wabunge wa Eala, Kanini Kega, ambaye aliweza kuvamiwa wakati kampeni zilikuwa zinatamatishwa siku ya Jumatatu. Viongozi mbalimbali kutoka kwenye upande wa the United Opposition pia wanaendelea kuonya kuhusiana na fujo na ghasia ambazo huenda zikashuhudiwa siku ya leo hapa Olkalau, ghasia ambazo huenda zikasababisha hii shughuli ya uchaguzi mdogo isije ikaendelea. Cha muhimu zaidi watazamaji wangu, siku ya leo hapa Olkalau ni kwamba wananchi wakuwa watulivu, na hapo awali viongozi wa DCP walikuwa wamewaomba wananchi, hata wakisikia ni nani ambaye amekamatwa, hata wakisikia ni Medhu, ni Rigathi Gachagua amekamatwa, wasidhubutu kuleta fujo, wasijaribu kuandamana, wasijaribu kufunga barabara, wakuwe tu watulivu, alafu mambo yatakuwa sawa, kwa sababu inaonekana hii tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC inatafuta njia yoyote ile ambayo inaweza kuitumia kama kisingizio ili kuahirisha uchaguzi wa kule Olkalau. Hebu sikiza ujumbe mtazamaji wangu kutoka kwa viongozi mbalimbali kutoka kule Mlima Kenya na pia viongozi wa the United Opposition wakizungumzia kuhusiana na uchaguzi wa leo, na pia wananchi je, wamejitokeza kwa idadi gani? Kwa sababu hapa Olkalau watazamaji wangu kuna registered voters zaidi ya 70,000. Kwa hivyo unaona ni idadi kubwa ya watu ambao tunatarajia waweze kushiriki kwenye uchaguzi wa leo. Kabla sija kuweka video mtazamaji wangu, ningependa kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, share na comment
ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Watu wa Olkalau, good morning, good morning, good morning, good morning. It's a good Tuesday morning. Najua tulikuwa na nyinyi weekend. Tumerudi Nairobi kidogo kujipanga. We are coming back because we need to help on Thursday. So we'll come msijali before Thursday. Just a quick address to all of you. Nimeona ile story ya Kanini Kega, na hiyo story ya Kanini Kega sio mzuri. Lakini this is a piece of advice to you for free. Sio Kanini Kega anaabductiwa. Hapana. They are looking for someone who is known. In fact, wangeulizwa wangetaka Methu. Wanataka mtu mwenye atawakasirisha enough, mudemonstrate, mufunge barabara, muakishe mataya. And then Ethicon will have a reason to cancel the by-elections and say kwamba kuna fujo. Na waomba. Hata wakiabduct nani? Nyinyi tu mtulie. Hata wakiabduct the candidate himself, muingie polling station, mumpigie kura akiwa abducted. But don't go to the streets. They are looking to annoy you. They are looking to anger you. Wanataka mukasirike muende kwa streets. Wanataka muchome Olkalau. Alafu waseme kwamba kuna violence wa cancel election. It is the only remaining card. Na waomba in the name of God. Hiyo attack ya Kanini Kega ni mbaya, lakini musi demonstrate. Musiende kwa street. Just restrain yourself. Kataeni kabisa kwenda kwa streets. They are looking for a reason to cancel this by-election. They've lost it. Na waomba in the name of God, don't do it. Don't you do it. Don't go to the streets. I know it's painful, I know the temptation is there, don't go. Wanataka mukienda mtumiwe police, wakuje wawashoot, mukufe, waseme watu wamekufa na kuwezi fanywa by elections kama watu wamekufa. Mimi nawapenda, na of course Mungu akitusaidia tunarudi huko, tutakuwa pamoja, tutahesabu kura pamoja, and God is going to deliver that seat to our DCP candidate. Until next time, I'm yours truly, Fanya Mambo Kinuthia. Na watazamaji, viongozi mbalimbali wanaendelea kuionya hii tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC ili iweze kuhakikisha kwamba wamefanya uchaguzi ambao ni wa haki na usawa, uchaguzi ambao hautaonekana kana kwamba unalalia upande moja ama unaegemea upande moja. Kama kuna fujo na gasi ambazo zitashuhudiwa siku ya leo, basi itakuwa IEBC haiwezi kaaminika kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027. Kwa hivyo ni jukumu la IEBC kuhakikisha kwamba ground mambo yako sawa, hakuna mambo ya visa vya wizi wa kura, kwa sababu kuna ripoti ambazo zimekuwa zikienea kwenye mitandao ya kijamii kutoka kule Mlima Kenya ikisema ya kwamba viongozi wa UDA wamekuwa wakikesha kule upande wa Olkalau wakiendelea kuengage supporters wa DCP ambao huenda wakashirikiana na wao ili waweze kuwasaidia kuingia pale na marked ballot papers hii siku ya leo. Kwa hivyo watazamaji wangu, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi, na nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha vile hali ilivyo kuanzia mwendo wa saa 12, saa 2. Je, idadi ya wapigaji kura itakuwa inaongezeka na hali ya usalama iko namna gani? Kwa sababu hapa watazamaji wangu, mambo sio rahisi kwa yoyote ambaye atadhubutu kuleta fujo. Maofisa wa polisi katika kila police station katika kila polling station ni zaidi ya 10 na kitu. Na kuna polling station ambazo najua hata maofisa wa polisi watakuwa 50. Hii ina maana ya kwamba serikali iko standby kukabiliana na yoyote ama gun ambaye ataonekana kutaka kutatiza uchaguzi wa siku ya leo. Wewe mtazamaji wangu, kama uko pale Olkalau, sijui kama umetoka nyumbani kwako ama umefika au umeanza kupanga foleni ili kushiriki kwenye uchaguzi wa siku ya leo, na wewe unachagua nani? Je, utamchagua Mchina ama utakuwa unamchagua yule mwingine Kamau Ng'otho kutoka kwenye upande wa DCP? Niacha maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha ningependa kukumbusha tena ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, share na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.